بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. Amma baadhi ndugu zangu, mada yetu ya leo anwani yake kila mwanamume atimize wajibu wake kabla ya kudai haki zake. Kila mwanamume atimize wajibu wake kabla ya kudai haki zake. Uislamu ni dini ya uadilifu. Uislamu si dini ya usawa. Ndani ya usawa kuna uonevu, lakini ndani ya uadilifu kuna kutenda haki. So Uislamu ni dini inayosimamia uadilifu. Miongoni mwa uadilifu wa Uislamu ni kila ambaye anadai haki pia anadaiwa wajibu. Hiyo ni sehemu kubwa ya uadilifu wa Uislamu. Kwa mwanadamu ukimtazama hivi, utamuona yako mambo anawajibikiwa yeye kuyafanya. Hayo ndio wajibu kwake. Kisha yako mambo kuna mtu anawajibika kumfanyia yeye. Hizo ndo haki zake. Sasa uadilifu wa Uislamu ni vyema wewe Muislamu ukatanguliza mbele kutekeleza wajibu wako kabla ya kuangalia nyuma kwenye kudai haki zako. Sasa hilo eneo liko maeneo mengi. Unaweza kumwambia mfanyakazi tekeleza kwanza wajibu wako kazini kabla ya kudai haki zako kwa bosi. Mwanafunzi tekeleza kwanza wajibu wako kwa mwalimu kabla ya kudai haki zako kwa mwalimu. Liko maeneo mengi, lakini eneo la leo ambalo nataka tukumbushane ni huyu mwanamume. Tumkumbushe atekeleze wajibu wake kwa mwanamke kabla ya huyu mwanamume kudai haki zake kwa mwanamke huyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya mwanamume awe ni msimamizi wa mwanamke. Na ndio maana wanaojua tafsiri wanasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Maana yake wanamume wanatakiwa wawe ni wasimamizi wa wanawake, sio wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Wako wanaume kadhaa maisha yao wanaendeshewa na wanawake. Kwa aya ina maana wanaume wanatakiwa wawe ni wasimamizi wa wanawake. Yani moja katika wajibu wa mwanamume ni kumsimamia mwanamke. Kwa mwanamke anayo haki ya kumdai mwanamume, mbona wewe hutekelezi wajibu wako kwangu? Mimi nina haki ya kusimamiwa na wewe. Sasa Allah Subhanahu akatamka wazi, ar-rijalu, wanamume, qawwamuna, wanatakiwa wawe ndio wasimamizi, ala nisa, kwa wanawake. Lakini mwenyewe aliyewaumba wanawake na wanaume, sababu walaysa dhakaru kal untha. Ye Allah ndio katuumba, anatujua. Asema hakuwa mwanamume ni kama mwanamke. Yeye mwenyewe anajua katika kila maeneo, hata nguvu za mwanamume na nguvu za mwanamke ni tofauti.
mazingira ambayo mwanamume aweza kupambana nayo na mazingira ambayo mwanamke aweza kupambana nayo ni tofauti. Kwa ajili hiyo, kila mwanamume atakiwa ajue anatakiwa kutekeleza wajibu wake kabla ya kudai haki zake. Mwanamume huyu tumgawe, tusimuache katika eneo moja. Kila ikitajwa wanaume wanatakiwa wawe ni wasimamizi wa wanawake, mara nyingi tunamwangalia mume kwa mkewe, tushamaliza. Hapana, tumuangalie katika maeneo tofauti. Tumwangalie huyu mwanamume katika sura ya baba. Ni baba huyu mwanamume. Je, baba kamsimamiaje binti yake? Baba kamsimamia vipi binti yake? Kwa sababu anaamuriwa huyu mwanamume baba awe msimamizi kwa mwanamke ambaye ni binti yake. Kwa baba kawajibika vipi kwa binti yake, kabla ya baadaye baba kudai haki zake kwa binti yake. Lakini upande wa pili, mwanamume ni mume. Mume amewajibika vipi kwa mke wake kabla ya yule mume kudai haki zake kwa mke wake? Kwa sababu yuko mwanamume anaitwa mume, yuko mwanamume naye anaitwa kaka. Sasa huyu kaka huyu kawajibika vipi kwa dadake kabla ya huyu kaka kudai haki zake kwa dadake? Lakini yuko pia mwanamume ambaye anaitwa babu. Babu kawajibika vipi kumlea mjukuu wake? Maana baba yake kafa, yeye babu kashika madaraka. Kamlea vipi huyo? Kabla ya baadaye kulalamika, yule ni mjukuu wangu lakini anatenda vibaya, unadai haki zako. Je, uliwajibika kiasi gani wakati wa kumwandaa huyu, wakati wa kumlea huyu? Ulifanya? Kwa tukimwangalia mwanamume kwamba kila mwanamume atimize kwanza wajibu wake kabla ya kudai haki zake, tusimwangalie katika eneo moja. Tumwangalie mume kwa mwanamke mke, tumwangalie kaka kwa mwanamke dada, tumwangalie baba kwa mwanamke binti, tumwangalie babu kwa mwanamke mjukuu wake wa kike, tuangalie kote huko. Alafu utafakari, ujipime uliwajibika namna gani katika kumwangalia mwanamke huyo, kisha ndio uje ulalamike kukosa haki zako kwake. Hata mtaalamu mmoja alisema, ukiachilia mbali hili somo la leo la mwanamke mwanamume namna gani kawajibika kumwangalia huyu mwanamke, acha hilo. Popote unapokwenda kwa mtu kisha ukasema unamjua, alafu ukategemea kuna jambo akufanyie, yule haja kufanyia, ukiondoka usilalamike sana, lalamika kidogo. Kwa sababu wewe unao wajibu wa kutafakari, kwani yeye alipokuwa mnyonge wewe ulimfanyaje huyu? Leo huyu ni mkuu wa wilaya ujue, leo ni mkuu wa polisi huyu, leo ni mkuu wa kituo huyu, leo ni DC, ni mwenyekiti wa mtaa huyu. Lakini mtoto wa jirani yako mzee kinagaubaga mliokuwa mnakunywa kahawa pamoja, na unataka leo huyu eti akumbuke hilo akusaidie wewe. Kwani kipindi kile ulipata kumwita atoka nauli, baba mimi sina kitu chukua nauli, uliwahi? Yaani wewe ulifanya nini kwa huyu alipokuwa huyu ni mnyonge? Huo ndio wajibu wako ambao hukufanya kipindi kile. Kwa jitahidi sana ukienda mahala kutaka msaada wa jambo, alafu yule ambaye atakiwa atoe msaada hakutoa msaada, watakiwa ukirudi nyuma uende ukajiulize, mimi wakati huu ni mnyonge, anasoma shule, wakati ni mnyonge anakula kimaskini, mimi nilikuwa na uwezo wangu, huyu ulimuunga mkono kiasi gani? Kwa sababu kumuunga mkono kwako wakati yeye ana shida, huo ndio wajibu wako. Mrejesho wake leo, hizo ndizo haki zako unazozidai kwake. Kwa hiyo tekeleza kwanza wajibu wako
kabla ya kudai haki zako. Hivi leo tayari jamii na migogoro kadhaa kwenye eneo hili, eneo la mwanamume hakutekeleza wajibu wake kwa mwanamke. Mwanamume baba, mwanamume kaka, mwanamume babu, mwanamume mume. Iko migogoro mingi tu. Muangalie leo baba anapolazimishwa na binti yake kumkubali mume asiyemtaka. Kuna wakati baba na binti yake hawaruki pamoja kwenye kumkubali mume. Tayari binti anamtaka mume, baba ni ameshachoka umri, lakini huyu baba atakiwa atafakari wajibu wake wa kumlea huyu binti aliutekeleza namna gani, ili nguvu hizo zisaidie leo akimwambia sitaki huyu akataziki. Huyu baba aliutimiza wajibu wake kiasi gani? Maana baba ndiye wali wa huyu baba. Huyu wakati mama anatoa historia ya ulezi wake huyu baba kwa wanawe, wajamuona yule baba zaidi ya kuzaa hakuwa na jambo la pili. Kwa kuwa yeye neema aliyompa Mungu ni kule kuzaa, alhamdulillah, si haba, lakini hakuwajibika. Kulikuwa na wajibu atakiwa aufanye kwa binti yake, amsomeshe, amlee vizuri, amdekeze, amshirikishe, amtukuze, mpaka yule mtoto yule baba aingie kwenye ubongo wa yule binti. Badala yake baba leo anadai haki yake ya uwali, kwamba huyu hawezi kuolewa, sasa mimi wali. Na kwa mujibu wa uwali, baba akikataa huwezi kumwozesha, hawezi kuozeshwa na mtu mwingine mpaka yule baba ajenge hoja. Kama hoja zake ni za msingi, binti hawezi kuolewa. Kama hoja ni za msingi, ule uwali ndio utahama sasa. Ima utamwendea kadhi au utamwendea wali wa juu zaidi. Kwa baba anachotakiwa kufanya ni kwamba wakati anapoteza nguvu, ile nguvu yake ya mamlaka kwa binti yake, yatakiwa atafakari, ajitathmini. Ule wakati baba ndio ka perform, Kiswahili cha leo na kizungu uchwara, ka perform. Baba yuko vizuri sasa, maisha yake mazuri, pato lake zuri, aliwaangalia watoto hawa, aliwalea vizuri hawa, aliwekeza kwao hawa, aliwapa elimu hawa. Leo adai haki yake ya uwali, hawezi kuipata kwa sababu hakutekeleza wajibu wake, na leo anapoteza haki yake. Ndio hili somo muhimu sana, kwamba tekeleza wajibu wako kwa huyu mwanamke kabla ya kudai haki zako kwake. Lakini angalia upande wa pili, mwangalie kaka kwa huyu dada. Baba ndiye wali wa kwanza. Baba anapokufa wali ni babu. Babu anapokufa hana sifa, wali ni kaka. Sasa huyu kaka huyu atakiwa ajiulize, ametekeleza wajibu wake kwa dada yake? Baba kafa, kabaki kaka. Huyu kaka anamlea dada yake? Huyu kaka anachokula ndio anachokula dada yake? Huyu kaka anamjua dada yake anafanya nini? Anamjua dada yake anaishi vipi? Anamjua kaamkaje? Anamjua anashughulika na nini? Huyu kaka amewajibika na hilo? Kaka huyu ambaye baba yao kafa, asiyejua dada yake anakula nini, asiyejua dada yake anafaa vipi, analala wapi, anatumia nini, alafu kaka huyu aje apate nguvu upande wa uwali, kwamba huyo hangaikeni lakini hamwezi kumwozesha, wali mimi nipo hapa. Kwani wewe uliwajibika nini kabla ya kudai haki yako? Maana huo uwali ni haki yako kwa huyu. Je, wakati baba kafa ulimlea dada yako kwa kiwango gani? Kwa sababu baba anapokufa zile nguvu zake za huduma zinahama kwa yule kwa mwanawe, zinaenda kwa babu, alafu zinahama zinaenda kwa kaka. Kwa kaka sasa ana wajibu wa kumlea dadake. Kaka leo kapoteza nguvu ya kumlea dadake. Kaka hamlei dadake.
utakuja kumjua ni kaka siku ya ndoa, kwamba wali wako ni nani. Wali wangu mimi ni kaka. Yuko wapi? Ngoja tumtafute. Tumtafute vipi? Kwani wewe waishije? Asema anaishi mwenyewe tu. Kwa hiyo kaka hakuwajibika kumlea dadake. Kaka hajui dada yake anakula nini, hajui dada yake kavaa nini, hajui dada yake anaishi wapi, ila kaka atakuja kufutuka siku ya ndoa kudai uwali. Sasa mazingira haya yanampotezea huyu kaka ile nguvu yake aliyopewa na Mungu, kwa sababu hakutumia vyema ule wajibu aliotakiwa kufanya kabla ya kudai haki yake ya uwali. Maana haki ni ya kwake, ni kweli, lakini ile haki imekuwa nyepesi kwa sababu hakuwajibika kwa dada yake. Kibaya zaidi, makaka wa leo dada yake hamtunzi na bado atamdhulumu. Kwa atakuwa na makosa mawili. Dhambi ya kwanza, yeye ni wajibu amtunze dada yake. Dhambi ya pili ambayo anaifanya ndio kwanza anamdhulumu dada yake. Lakini pamoja na kumdhulumu dada yake, atakuja kudai uwali huyu na kusema ndoa haikusihi kwa sababu kaozeshwa. Uwali tuuite haki. Huduma zako kwa dada yako tuziite wajibu. Dai haki yako kwa kutekeleza wajibu wako kwa dadako. Dada huyu hatoposwa na mtu yoyote akamkubali, wala dada hatopanga harusi, wala dada hatasengenya na mtu, atasengenya na wewe, mtaruka pamoja, mtatua pamoja, iwapo ulitekeleza wajibu wako ule ulioachiwa na babako kumtazama yeye. Satekeleza wajibu wako kabla ya kudai haki zako. Dada sasa, kwa kuwa huyu kaka hatekelezi wajibu wake, dada asema, jamani mashe, mimi bana sitaki hiyo habari ya katika mirathi yetu mimi kuzidiwa na kaka yangu mafungu mawili, lidhakari mithlu hadhil unthayain. Qur'ani mimi sikatai, Qur'ani sikatai, dada anasema. Lakini kwani huo Uislamu ulipompa huyu kaka mafungu mawili umempa bure bure? Maana kwa akili ya kuzaliwa, lau kama si sheria, sisi Waislamu ni wajibu. Qur'ani ikisema hatuna neno tena, hatuna khiyara. Idha qadha Allahu wa rasuluhu amra, hatuna khiyara. Lakini kama ni akili tu ambayo inahitaji mjadala, ilikuwa mafungu mawili ya mirathi apewe dada kwa sababu ndio dhaifu. Fungu moja la mirathi apewe kaka sababu kaka ana mtaji wa nguvu. Kwa akipata kiduchu, kaka ni rahisi kujiendesha. Nini hikima huyu kaka kupewa yeye wakati yeye ndiye mwenye nguvu? Kaka anapewa yeye kwa sababu anasaidiwa ile kazi anayoifanya ya kumlea huyu dada. Baada ya kifo cha baba, kaka ana mzigo wa kumlea dadake. Kwa hiyo ugavi wa mirathi unampa mafungu mawili kumsapoti kwenye ile kazi yake. Sasa dada asema, hebu muulizeni huyu kapata kununulia hata kitambaa cha kichwa huyu? Sasa hiyo mirathi ya kupewa huyu mafungu mawili ni vipi? Kwa asilimia leo zaidi ya 50 ya makaka hawawalei madada zao. Sasa anakuwa ule dada analalamika wakati mirathi kaka anapewa mafungu mawili, yeye anapewa fungu moja, kwa sababu mantiki inakuwa haionekani kwa huyu kaka hajaubeba wajibu wake. Sasa inabakia twakuomba, hiyo ni sheria, twakuomba, hiyo ni sheria. Asema sawa, mimi sitaki kuandikia mate. Muulizeni huyu tangu baba afe kapata kuniletea hata kilo moja ya sukari? Haya kaka, tekeleza wajibu wako kwa dadako. Ni kumlea dadako, sio kumsaidia. Kuna kumsaidia kitu kingine, kuna kumlea. Kumlea dada yako ni wajibu baada ya kifo cha babako. Na ndio maana mirathi unapewa mara mbili ili upate nguvu ya kumlea dadako. Kaka leo hamlei dadake. Kaka leo mbali ya kutokumlea dadake, ndio kwanza mirathi ikija, lile fungu la dada ambalo ni moja, yeye kaka ana mawili, lile moja pia anamdhulumu dadake. Alafu huyu dada aje yakubali huyu awe wali wake.
Huyu akiwa wali ni mtu mbaya, anaweza kumwangamiza huyu, akamtupa mahala ili asafirishe nje ya nchi, akaishi mabara, apotee, apate kumdhulumu mali yake. Kwa hiyo anatakiwa kaka atekeleze kwanza wajibu wake kabla ya kudai haki zake. Sasa kaka ana madai mawili kwa dada yake. Kwanza anadai uwali, kwamba mimi ndiye wali, nyinyi mashehe hamwezi kumwozesha huyu bila mimi, na ni kweli. Lakini pili adai kwa mujibu wa Qur'an, lazima mie kaka nirithi mara mbili, dada yangu arithi fungu moja. Tunasema ni kweli, wala sio uongo, sababu halina mjadala, ni Qur'ani hiyo. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, ni Qur'ani, haina mjadala. Lakini dada yako anauliza, asema hivi, haya mafungu mawili unaopewa wewe wakati wewe una nguvu, na yeye anapewa fungu moja wakati yeye ni mnyonge, mantiki yake nini? Kimantiki ilikuwa huyu ambaye ni mnyonge ndio apewe mawili, wewe ambaye una nguvu upewe moja, au usipewe kabisa. Mwanamume wewe kakazane mbele, kafanya kazi, kabebe mizigo, huyu hawezi. Twakupa wewe mawili, uendelee, sio uanze, uendelee kumlea dadako. Sasa dada anauliza, kanlea lini huyu? Changamoto hiyo, ndio Kiswahili cha leo, changamoto. Tutekeleze wajibu wetu kwa dada zetu kabla ya kudai haki zetu. Vinginevyo utapoteza haki yako, na hiyo haki yako ukiipoteza, namna ya kuirudisha tabu, kwa sababu mwanamume ambaye ni kaka hukuwajibika kwa dada yako kutekeleza wajibu wako aliyokupa Mungu kwa dada yako. Hapo hujamwangalia mume. Mume ana wajibu wake kwa mkewe, ana wajibu wake kwa mtalaka wake. Mume ana wajibu wake kwa mkewe, kisha ana wajibu wake kwa mtalaka wake. Wajibu kwa mkewe ni kumtunza kwa 100% za maisha, kisha 1% hizo azitekeleze kwa mtalaka wake hizo. Kwa kuwa katekeleze hizi 1%, kwa maana ya kama mwanamke mutallaka raj'iyya atapata huduma zote kwa mumewe. Maana yake ni wajibu wa mume kumhudumia mtalaka wake kwa 100%. Kwa kuwa anatekeleza huu wajibu, akapewa na sheria nguvu ya kuendelea kumtawala huyu, ingawa akamwacha katika muda wote wa eda. Husa na kaeda kaacha talaka moja au talaka mbili, hawezi kwenda misibani wala harusini wala wapi, ataomba ruhusa kwa huyu mtalaka wake. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtalaka wake anawajibika kwa huyu kwa 100%. Anamletea chakula, anamlipia umeme kwa mjini, anamlipia maji, anamhudumia, ana kila kitu. Ndiyo maana huyu ile haki ya utii anayo kwa huyu. Sasa mke umemwacha, kwanza ushamsindikiza matusi na wazazi wake hata kama wamekufa, alafu eti leo ule mwanamke enda harusini haagi, uulize masala kwa shekhe, eti mwanamke akiachwa anaweza akatoka bila ruhusa ya mumewe wakati wake ni moja. Sasa kabla ya kujibu umsikilize huyu, kwani wewe nani? Mimi mke wangu umemwacha. Sawa barabara kabisa. Je, baada ya kumwacha zile huduma kwa 100% unapeleka? Si nimepeleka, hastaki. Ndio uongo unaanzia hapo, eti hataki huduma, eti nimepeleka hastaki. Wewe kitu gani? Kumbe hamhudumii. Lakini atakajue sheria inasema nini juu ya mwanamke raj'iyya kuwa anatoka nyumbani kwake bila ruhusa yule mwanamume aliyomwacha. Tusianzie huko kunaitwa haki, tuje kwenye wajibu kwanza. Wewe unamhudumia huyu, wewe unamtunza huyu, watakiwa mtamkie, umwambie tekeleza kwanza wajibu wako kwake kabla ya kudai haki zako kwake, kwa sababu wewe una haki kwake, lakini una wajibu pia wa kutekeleza. Hapo unamwangalia mwanamume ambaye hatendi haki, hatendi wajibu kwa mtalaka wake. Lakini mwanamume huyu hakutenda wajibu kwa mke wake pia kabla hajamwacha. Qur'ani iliagiza wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tangamaneni nao kwa wema.
ishini nao kwa wema. Huu ni wajibu. Kuishi na mwanamke kwa wema ni wajibu. Kutokana na wajibu huo, sheria ikaitengeneza talaka ni kitu kinachomuumiza mwanamke. Bahati mbaya mwanamume kama hakuutekeleza wajibu wa kuishi na mwanamke kwa wema, talaka ni faraja kwa mwanamke. Talaka si adhabu kwa mwanamke. Sehemu hiyo ileweka vizuri. Qur'ani iliagiza kuishi naye kwa wema, waashiruhunna bilma'ruf, tangamaneni nao kwa wema. Kama mwanamume amekaa na mke wake kwa wema kama Qur'ani inavyoagiza, ile talaka akimwacha mkewe, talaka inauma. Kwa kuwa talaka inauma, akimrejea kazi nyepesi. Kwa nini kazi nyepesi? Huyu mwanamke alikuwa anaomba kurejewa, sababu talaka haitaki. Huyu mwanamume ni mwema. Mwanamume huyu hakutekeleza wajibu wake. Hakutekeleza wajibu wake wa kuishi na huyu mwanamke kwa wema. Kwa kuwa hakutekeleza wajibu wake, ile mwanamke talaka ni faraja. Alafu huyu sasa ambia binti fulani, mimi nimekurejea. Yule mwanamke anajiuliza, nimerejewa kwenye ile adhabu? Maana hiyo talaka yenyewe kuipata pia ni adhabu, mpaka kuipata si mchezo. Yule mwanamume akiwa ni mbaya, kule kutoa talaka pia ni tatizo, kwa sababu yeye anasema kwao huko wamezoea kuoa, huwa hawakuzoea kuacha, ndio asili ya kwao. Ingawa ile siku ya ndoa ya Kiislamu aliulizwa, bwana wewe nitakuoza mwanamke huyu kae naye kwa wema, ikiwa kuachana kwa wema. Maana ndoa ya Kiislamu talaka inatajwa siku ya mwanzo, akakubali. Baadaye anamuadhibu mwanamke, anamtesa mwanamke. Wakati anamtesa mwanamke, bwana yeye niache, anasema sie kwetu tunaoa hatujui kuacha. Wataka kuacha jiache mwenyewe. Au kaambie kaka zako unda kwenye mabaraza huko, mimi si mwachaji. Siku mwanamke huyu anaachwa sasa, talaka ni faraja. Kwa kuwa ni faraja, akimtamkia nimekurejea, mwanamke asema hataki. Sasa mwanamume anakwenda kwa shekhe, eti mimi namrejea yule, alafu yeye hataki. Sheria sema nini? Sababu sheria inajua. Mwambie wewe hapo ulipo unatafuta haki ya mke wako kuwa mtii kurejea kwako. Hiyo ni haki yako. Lakini ule wajibu wa wewe kuishi naye kwa wema ulitekeleza. Kwa kuwa hukutekeleza, ndio tabu yote hii. Kwa tukae mezani ili tuujadili ule wajibu wa wewe kuishi vyema na mke wako, alafu tumwambie mke, kwa mujibu wa masharti 8 ya rajaa, wewe usharejewa na huyu atajirekebisha. Hawezi kuwa jini au shetani kama vile mwanzo. Sasa kazaliwa upya, rejea. Na ukitaka tukuandikie mkataba, ukitaka tukuwekee kikao, ili roho ya mwanamke irudi. Hawezi kuwa mtu ameadhibiwa alafu sheria yasema amerejeleka arudi tu bila vikao. Haiwezekani. Sasa kwa nini mwanamke huyu hataki kutekeleza haki, hataki kutekeleza wajibu wa kurudi kwa mumewe? Na kwa nini huyu mwanamume anaikosa haki ya mwanamke kurudi kwake? Kwa sababu yule mwanamume hakutekeleza wajibu wake wa kuishi vyema na huyu mwanamke. Ndio mwanamke leo karejewa, lakini bado anaanza kusema hajarejewa kwa sababu hajaitika, kwa sababu nini? Katika mazingira haya lazima tuangalie tatizo lililotupata. Nini? Tatizo lililotupata, hatutekelezi wajibu wetu, lakini ni mafundi wa kudai haki zetu. Baba atekeleze wajibu wake wa uzazi kwa binti yake, autekeleze. Baba ampende binti yake, ili baba asipoteze haki yake ya kutiiwa na binti yake. Leo kuna mtihani mkubwa. Mabinti wa Kiislamu leo wanaolewa na watu wa dini nyingine. Serikalini sisi huko watu waozeshi, lakini serikali sababu mtu mzima wa miaka zaidi ya 18, basi jamuona binti yako huyo anaolewa, wataka hutaki. Wakati akifanywa hivyo, jiulize, wajibu wako uliutekeleza? Wewe ulikuwa na wajibu wa kumlisha huyu, kumvisha huyu na kumpa elimu ya dini. Ulimpa wewe huyu? Basi mwenzako hukumpa elimu ya dini. Kwa hiyo amekata shauri, asema dini ni imani. Yule mume wangu atakwenda kanisani Jumapili na imani yake, na mimi nitabakia nyumbani na imani yangu. Tabu iko wapi? Suala la kumkinaisha ili akinai kwamba kuna nasu ya aya, wewe binti Muislamu
Qur'ani inakataza kuolewa na washirikina mpaka waingie katika imani. Hiyo Qur'ani inaosema hivyo, ulimfundisha huyo? Maana wewe ni wajibu wako kumfundisha Qur'ani hiyo ijue, ulimfundisha? Hayo malezi ya aina hiyo, ulimlea huyo hivyo? Kama hukumlea hivyo, haki yako hiyo inapotea. Mwenzio kana serikalini kaolewa bomani, ana mume wa dini nyingine. Watoto nao wakishazaliwa inategemea kama ndo nani. Kama ndo ni mwanamke atawapeleka msikitini, mwanamume atalia. Kama ndo ni mwanamume atawapeleka kanisani, mwanamke atasubiri. Wanawagombea wale watoto. Mwisho watoto wanapasula katikati. Baadhi wako huku, baadhi wako huku, na mama kishashiba asema wazi, wallahi wanangumie yule katupotea yule. Kina babake. Lakini wale wawili alhamdulillah. Lakini mwenzangu mmoja akakosa wote, bora hata mimi na nafuu. Mepata wote mimi. Tekeleza wajibu wako kabla ya kudai haki zako. Kwa huyu kaka huyu mwenye wajibu wa kumlea dadake, aifanye hiyo kazi vizuri. Ni wajibu wake huo. Amlee dadake, amtunze dadake. Sio kaka amsaidie dadake. Tutofautishe hapo. Kumlea dadako na kumsaidia vitu vile tofauti. Umlee, ukishamlea utapata haki. Ukiona hukumlea, akajilea mwenyewe, akajitunza mwenyewe, baadaye ukaja ukadai haki ya utii kwamba eti ya kutii wewe, mwanamume unayemtaka wewe amkubali, unayemkataa wewe amkatae, hilo hutolipata kwa sababu hukutekeleza lile la kwanza. Na ndio siri ya hii mada. Tekeleza wajibu wako kabla ya kudai haki zako. Kwa hiyo kaka atakarithi mafungu mawili kuliko dada zake. Ni haki yake kwa sababu ni wajibu wa dini huo. Lakini namna ya kuipata kwa njia nyepesi, tekeleza wajibu wako kabla ya kudai haki zako. Mume naye anataka atiiwe. Mume anataka atiiwe na mkewe. Mwanamume angalie sehemu mbili. Atekeleze wajibu wa kuishi na mwanamke kwa wema, sababu ni aya. Kisha atekeleze wajibu wa kuishi na mtalaka wake kwa wema. Yote mawili yana faida. Mwanamke aliyeachwa talaka moja, ndani ya muda wa eda mumewe akafa, mwanamke huyu atarithiwa na huyu mume mtalaka. Mwanamke aliyeachwa talaka moja au talaka mbili, ndani ya muda wa eda, mwanamke huyu bahati mbaya akafa, huyu mwanamume atakwenda kumrithi mkewe, atakwenda kumrithi mtalaka wake. Mwanamke ameachwa talaka moja au talaka mbili, ndani ya muda wa eda, huyu mwanamume aliyeacha akafa, huyu mwanamke atamrithi mumewe ambaye tunamuita mtalaka wake. Kama huyu mwanamke au huyu mwanamume kama hakutekeleza ule wajibu wa kuishi na mtalaka wake kwa wema, wajibu wenyewe ni upi? Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao mkishawaacha, waacheni wakae humo. Wala yakhrujna, wenyewe pia wasitoke. Angalia hune pia anaambiwa illa yatina bifahishatin mubayyana, ila atakapotenda ile fahisha, tena fahisha yenyewe wazi wazi. Lakini angalia wajibu. Mwanamume anawajibishwa asimtoe mke wake baada ya kumpa talaka. Mwanamke anawajibishwa asitoke nyumbani baada ya kuachwa. Sasa mmoja akifa kurithi rais, lakini huyu kamtoa, kosa la kwanza. Kaambiwa simtoe, yeye kamtoa. Pili, kaambiwa akimwacha amuache kwa wema, hakumwacha kwa wema. Leo mwanamke kafa, utaenda kudai mirathi kule, hiyo njia yenyewe kuingilia utaijua. Alafu wale mashemeji na wako wakusubiri tu kudai mirathi. Kwa mimi nimekuja, huyu mtalaka wangu ingawa nilimpiga makofi nikamuumiza jicho, lakini nadai mirathi. Basi tusubiri kidogo ili tujiandae. Alafu ngoja waje utajua kama utapata mirathi au vipi. Kwa nini? Hukutekeleza wajibu wako uliotakiwa kuutekeleza kwake, ili wewe uje upate haki yako unayotakiwa kupewa kutoka kwake. Sasa habari ya kujipa madaraka tu ya mwanamume, usifanye hivyo. Uwe makini sana, sana tena sana.
Kwa maudhui hii tuiangalie kwenye maeneo haya matatu manne ya hatari. Baba kwa binti yake angalie anavyowajibika. Kaka kwa dada yake aangalie anavyowajibika. Mume kwa mke wake aangalie anavyowajibika. Kisha baadaye ageuze upande wa pili, angojee mrejesho sasa, kwamba je, huyu dada atamsikiliza kaka yake? Huyu binti atamsikiliza babake? Je, huyu mke atamsikiliza mumewe? Ukiona unakosa kupata haki zako kwa mke, haki zako kwa binti, haki zako kwa dada, geuka uangalie wajibu wako uliutekeleza kwao. Hapo ndio nuktatul khilafi. Hapo ndio penye nukta kubwa ya mlipotengana. Usiitafute Qur'ani ungeitafuta mwanzo. Wewe itafuta Qur'ani hivi sasa, Qur'ani yasema nini kwa mwanamke alioachwa, alafu mumewe anamtaka mwanamke kurudi hataki. Qur'ani yasema nini? Qur'ani ilikuwa iulize mwanzo ulipooa, Qur'ani ya kuambia nini kuishi naye huyu? Qur'ani ilikuwa iulize mwanzo inasema nini kwa dadako unavyoishi naye? Qur'ani iulize huko. Leo wataka Qur'ani iseme wali ni nani na ndoa ni batili. Usiitake huku mkiani, Qur'ani itake kule mwanzo. Allah tudai haki zetu kwa kutekeleza nyajibu zetu. Kwa kila mwanamume akae atafakari ana wajibu gani kwa mwanamke dada, mwanamke mke, mwanamke mama, mwanamke bibi, kote uangalie huko. Ukishapata yote hayo, baadaye ndio sasa useme, mbona lakini jamani mimi sitendewi haki zangu na huyu? Na sisi tunakuuliza, kwani wajibu wako uliutekeleza? Ndio, nilifanya kadha. Kwa hiyo nirudie kuwakumbusha maneno ya yule mtaalamu. Ukienda mahala kwa mtu unayemjua, pengine mtoto wa jirani yako kapata cheo, sasa unakwenda ili yule akifika asimame, akutukuze, aseme sasa huyu mzee jirani yetu alikuwa huyu. Au unakwenda kwa mtu ambaye alikuwa ni mtoto wa rafiki yako mpenzi, yule mtoto kapata cheo, ana nguvu sasa. Kabla ya kwenda kujifutua, ukifika pale wakati unajifutua hivi, tafakari, huyu hakuzaliwa kwenye cheo, kasoma. Huyu hakuzaliwa mkubwa, alikuwa mdogo huyu. Jiulize ule wajibu wako wa kumhurumia huyu, wajibu wako wa kumuunga mkono huyu wakati anasoma, wakati aendesha maisha, uliutekeleza? Kama hujautekeleza, usiende kudai haki ya huyu kukutambua wewe. Akikusaidia shukuru, haukusaidia muombe dua. Isibakie mtoto ule, mimi namjua anazaliwa yule. Ndio, au umemjua anazaliwa. Je, ulisaidia nini katika hayo makuzi yake? Ulisaidia nini katika hiyo elimu yake? Hapo ndipo pahala pa kuiangalia mada hii, lakini uiangalie upande wa wanawake sasa. Hivi sasa ninavyozungumza, hali ni mbaya sana juu ya makaka kwa madada. Kama kuna madada 1000, labda madada 3 ndio ambao makaka wanawajibika kwa dada zao. Mara nyingi makaka wako wanaosaidia, sio wanaolea, wanaosaidia. Sio ile kwamba huyu dada ni kama mwanangu mimi namlea huyu. Hakuna hivyo. Ila siku ya mirathi, hapo mtu hata kama hakusoma Qur'ani anajua kama kwenye Qur'ani kuna aya inasema kaka apate mafungu mawili. Kwa kuwa hapa hadai haki yake, sasa ule wajibu wake hautaki tena. Au mtu kwa mke wake kampa talaka, halafu anataka amrudie, kamrudia, mke hataki, ataka Qur'ani msaidie. Au dada atakaolewe na yeye ndiye wali, na yeye chambilicho mwenyewe hajatoa idhini, lazima ile ndoa ife. Vinginevyo ipatikane idhini yake. Wewe idhini ya nini wewe? Huyu dada yako bwana hapo humwangalii kwa chochote, wewe unapata, unaishi maisha gani hayo? Mbona hutekelezi wajibu wako? Allah Mwenyezi Mungu tumuombe atuamshe. Tuamkeni, tutekeleze nyajibu zetu kabla ya kudai haki zetu. Kila mwenye mwanamke katika familia yake, mwenye dada yake, dada yako mwanamke, mwenye mkewe, mkeo mwanamke,
mwenye shangazi yake, shangazi yako mwanamke, mwenye bibi yake, bibi yako mwanamke. Jiulize, una wajibu gani wa kutekeleza kwao kabla ya kuja kugeuka kudai haki zako kwake yeye. Huo wajibu unautekeleza, hapo na mahala pa kuomba hapo. Mwenyezi Mungu atuamshe, yale ya sawa tuyafate na yale ambao ameenda ukombo tuyarekebishe, kwa sababu